Mwili wa Suez Maradufu aliyekuwa dereva makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, umefanyiwa uchunguzi wa kisayansi huku sampuli zikichukuliwa kwa ajili ya vipimo zaidi kubaini chanzo halisi cha kifo chake. Hatua hii imekuja baada ya Chadema kutaka uchunguzi huru ufanyike kufuatia kifo cha Maradufu aliyekutwa amefariki dunia ndani ya chumba cha nyumba ya kulala wageni mkoani Kigoma na kuzua maswali kutokana na viongozi wa chama hicho. Kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma iliyotolewa siku ya jana Ijumaa Julai 3, 2026, uchunguzi huo umefanywa na jopo la madaktari bingwa kutoka Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Bugando BMC. Pia wapo wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Geita, wataalamu kutoka Wizara ya Afya Dodoma, pamoja na afisa mwandamizi kutoka Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Polisi wamesema uchunguzi huo umefanyika mbele ya viongozi wa Chadema na ndugu wa marehemu. Baada ya uchunguzi huo wa wataalamu hao wakishirikiana na Jeshi la Polisi, sampuli zimechukuliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa kisayansi ili kuthibitisha chanzo halisi cha kifo, ilikuwa imeeleza sehemu ya taarifa hiyo. Maradufu amefariki dunia usiku wa kuamkia Julai mosi 2026 ziarani mkoani Kigoma, na mwili wake ulikutwa ndani ya chumba alichokuwa amepanga katika nyumba ya kulala wageni ya Ntahaba. Julai 2, 2026, naibu katibu mkuu wa Chadema Bara, Amani Golugwa, aliambia vyombo vya habari kuwa chama hicho kinataka kufanyika kwa uchunguzi wa kina ambao ungeshirikisha wataalamu wa afya kutoka Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Bugando na Wizara ya Afya ili kuondoa sintofahamu kuhusu mazingira ya kifo hicho. Lakini wakati polisi wakitoa taarifa hiyo, naibu katibu mkuu wa Chadema Bara, Amani Golugwa, amesema wataalamu wa afya wamefanya uchunguzi wa kupasua kichwa na tumbo ili kubaini chanzo cha kifo na kuangalia viungo vinavyoonekana kwa macho. Katika hatua ya sasa, taarifa ya awali ya madaktari imethibitisha kuwa hakuna jeraha la nje wala la ndani iliyosababisha kifo chake. Hata hivyo, walibaini kuwa mshipa mkubwa unaopeleka damu kwenye ubongo ulikuwa umeganda, hali inayosababisha shinikizo kubwa na hatimaye mauti yake, alikuwa anasema Golugwa. Amesema bado uchunguzi unaendelea kubaini kilichosababisha hali hiyo ya kuganda kwa damu, akisisitiza kuwa chama hicho bado kina mashaka kuhusu chanzo halisi cha kifo hicho. Aidha, amesema sampuli mbalimbali zimechukuliwa kwa ajili ya uchunguzi wa maabara ili kubaini iwapo marehemu alipewa sumu kwa njia ya kunywa, kula au kupuliziwa. Kwa mujibu wa Golugwa, sampuli zilizochukuliwa ni kutokea kwenye machozi, pua, ubongo na figo kwa ajili ya vipimo zaidi. Kwa mujibu wa polisi, taarifa za awali kuhusiana na kifo hicho zilizopokelewa Julai 1, 2026 kutoka kwa Mlimu Zabron Mwita, katibu wa John Heche, aliyedai kuwa walifika nyumba ya kulala wageni kumwamsha Maradufu baada ya kumpigia simu mara kadhaa bila mafanikio. Wakitaka kuendelea na ratiba yao ya safari, polisi wamesema walifika eneo la tukio wakiwa na mlimi pamoja na wafanyakazi wa nyumba hiyo na kuonyeshwa chumba alichokuwa amelala marehemu. Walieleza kuwa mlango wa nyumba ulikuwa umefungwa kutoka ndani, hivyo walilazimika kuvunja mbele ya mashuhuda. Kulingana na taarifa ya polisi, baada ya mlango kufunguliwa, walimkuta Maradufu akiwa amelala chini kifudifudi, na kwa uchunguzi wa awali wa jeshi hilo walibaini uwepo wa dawa mbalimbali za binadamu kwenye chumba alichokutwa marehemu.